Ukisoma Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema how good and how pleasant it is when brethren stay together in unity. Yani ni jinsi gani na ni vizuri vipi ndugu wakiishi pamoja kwa umoja. Leo hiyo umoja ambayo tunaona katika kanisa hii la Korino ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya binadamu. Na pia hapo mstari wa 3 inasema pahali penye umoja Mungu huamurisha baraka. Where there is unity, God commands a blessing. Kwa sababu ya umoja wenu, wiki hii tutaanza kujenga college yetu ya pale. Yes. Kwa sababu pahali penye umoja nini? Kuna baraka. So hiyo delay kidogo ilitokea sasa kwa sababu ya umoja ambayo tumeungana, na mimi napendekeza na nitaongea na hawa viongozi ya kwamba ile trustee ya ile college ni vile mmekubaliana na wale niliongea na wao, tulete vikundi yote mbili wawe ndani ya hiyo trustee, tuongeze, mimi nitawasaidia niongeze hapo PS wa education ya wasaidie kwa mtaratara ya masomo, na niongeze hapo Attorney General ndio watu wakiletea nyinyi kisirani na makesi awe hapo afukuze hao watu wa kuleta makesi, ndio hii college yetu iweze kwenda mbele. Sio kama tunaelewana jameni? Tunakubaliana hivyo? Tujenge ile college. Na sasa kwa sababu tumekubaliana, hii mkutano leo tumefanyia hapa State House maombi. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tutaenda kufanyia pale mahali hiyo college tunaanza kujenga. Nyinyi mtakuja? Tukutane huko. Na tukifika huko kwa mapenzi ya Mungu tunataka iwe college hiyo iwe tunaona na macho. Si ndio? So Bwana Gadesha, wewe sasa kuanzia next week takupatia contractor aanze kujenga college. Na pia nimesikia ya kwamba mnataka pale kwa college hiyo kuwe pia na studio, tuwajengee studio ya kupanga uimbaji. Si ndio? Hii Wakorino wanajulikana kwa kuimba. Sasa pale tutaweka studio ya kupanga kigosho. Naona huyu Bwana Muraya hapo na huyu Martin wa Janet wako hapo, wameanza kujipanga. Si ndio? Ndio pale twende tuimbe, tupange wimbo mzuri ijulikane. Katika kanisa la Korino pia iko artists, watu ambao wanaweza kuimba, watu ambao wanaweza kuwa wasanii na pia waweze kupata pesa na utajiri kupitia kwa uimbaji. Vile vile nikiongea na nyinyi saa hizi, ile plot yenu tunawajengea barabara ya kuelekea kwa hiyo plot. Kuna barabara inatengenezwa huko. Si ndio? Ndio hiyo dunia ifunguke na mjue ya kwamba serikali ya Kenya inawadhamini na inawaheshimu.